Naam, karibu katika YouTube channel yetu mpya. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe kabla tusonge mbele. Jeshi la polisi nchini Tanzania limethibitisha kufanya uchunguzi wa kina kuhusu taarifa zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwa Humphrey Polepole ametekwa nyara. Tukio hilo ambalo limezua wasiwasi mkubwa kote nchini limetawala mijadala ya mitandaoni na kuzua wasiwasi wa kitaifa kuhusu aliko. Baadhi ya ndugu wa Polepole wamethibitisha kuwa hawajawasiliana naye kwa muda na hivyo kuzidisha hofu kuhusiana na madai ya kutoweka kwake. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya polisi iliyotolewa mapema leo, mamlaka imebaini kuwa utekaji nyara wa Polepole bado haujathibitishwa na uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa madai hayo. Wasemaji wa polisi walifafanua kuwa Humphrey Polepole awali alitakiwa kufika mbele ya ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI kujibu maswali kuhusu baadhi ya taarifa alizozitoa kwa umma kwenye mitandao ya kijamii. Matamshi haya yanaripotiwa kuhusisha madai nyeti yanayohitaji maelezo zaidi. Licha ya kupokea wito rasmi, Polepole hajajiwasilisha kwa wachunguzi wala kutoa ushirikiano ulioombwa na mamlaka. Polisi walibaini kuwa kutokuwepo kwake kumesababisha hali kuwa ngumu, haswa kutokana na kuongezeka kwa uvumi mtandaoni kuhusu utekaji nyara wa Humphrey Polepole na uvumi juu ya usalama wake. Katika taarifa hiyo rasmi, jeshi la polisi limethibitisha kupokea taarifa nyingi kutoka kwa wananchi na vyanzo mbalimbali vinavyoeleza kuwa huenda Humphrey Polepole alitekwa. Ripoti hizi zilisababisha utekelezaji wa sheria kuanzisha uchunguzi wa haraka na wa kina ili kubaini uhalali wao. Viongozi waliuhakikishia umma kuwa kila taarifa inayohusiana na madai ya utekaji nyara wa Polepole inachunguzwa kwa makini na kusisitiza kwamba hakuna ripoti itakayotupiliwa mbali hadi ukweli kamili utakapobainika. Wenye mamlaka walisisitiza kwamba kuhakikisha usalama wa raia, hasa katika kesi zinazosumbua watu wengi, kunabaki kuwa jambo la kwanza. Wawakilishi wa polisi waliwataka wananchi kuwa watulivu na kujiepusha kueneza habari zisizothibitishwa au za kupotosha kuhusiana na utekaji nyara wa Polepole. Walionya kuwa habari potofu zinazosambazwa mtandaoni zinaweza kuhatarisha uchunguzi unaoendelea na kuleta hofu isiyo ya lazima ndani ya jamii. Taarifa hiyo ilionya zaidi kwamba mtu yoyote atakayepatikana na hatia ya kueneza madai ya uongo au ya udanganyifu kwa makusudi kuhusu utekaji nyara wa Polepole au jambo lolote linalohusiana na hilo atachukuliwa hatua kali ya kisheria. Utekelezaji wa sheria ulisisitiza kuwa usahihi na subira ni muhimu wakati wa kesi nyeti kama hizo, kwani uvumi unaweza kuongeza mvutano kwa urahisi na kuzuia haki. Kwa mujibu wa msemaji huyo, uchunguzi unaoendelea kuhusu utekaji nyara wa Humphrey Polepole ni sehemu ya utaratibu wa kawaida wa utekelezaji wa sheria kushughulikia madai yoyote yanayohusiana na usalama wa raia au vitendo vya uhalifu vinavyoweza kutokea. Polisi walihakikishia taifa kuwa uchunguzi utakapokamilika, matokeo rasmi yatawasilishwa kwa uwazi kupitia vyombo vya habari. Mamlaka yalikariri kujitolea kwao kushughulikia suala hilo kwa weledi, bila upendeleo na heshima kamili kwa michakato ya kisheria. Walisisitiza kuwa matokeo ya uchunguzi yatabainisha iwapo kweli utekaji nyara wa Polepole ulifanyika au ripoti hizo zilitokana na kutoelewana au taarifa potofu. Katika rufaa yao ya hivi punde, polisi wamemtaka Humphrey Polepole mwenyewe kujitokeza haraka iwezekanavyo na kuripoti katika ofisi za DCI. Walisema kuwa ushirikiano wake ni muhimu katika kuthibitisha ukweli na kufafanua hali inayozunguka madai ya utekaji nyara wake. Ushirikiano huo, polisi walieleza, utasaidia kuweka rekodi ya ukweli na uwazi, kuondoa uvumi na kuwezesha wapelelezi kukamilisha kazi yao kwa ufanisi hadi pale Polepole atakapoonekana au kupatikana. Mamlaka zinasema uchunguzi wa madai ya kutekwa nyara kwake utaendelea bila usumbufu. Nikukumbushe tena mtazamaji, hii ni YouTube channel yetu mpya, hivyo fanya jambo la busara kwa moyo mkunjufu kubonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele ili usipitwe na habari zetu mpya kila ambapo zinajiri. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu zaidi.